rufaa inahitajika, basi iwe ya kidijitali kupitia mfumo mmoja wa kitaifa, si kwa karatasi. Kwa hiyo naelekeza management ya Muhimbili na tehama ya wizara, moja, kuanza maandalizi ya mifumo ndani ya siku 30. Katibu mkuu, hakikisha tumeunganisha mifumo. Natambua Muhimbili ninyi mko vizuri. Hospitali zetu za kanda tayari mifumo imeunganishwa. Hospitali zetu za rufaa tayari mifumo imeunganishwa. Lakini lazima tukiri kwamba katika hospitali zetu za halmashauri, wilaya, kwenye zahanati bado mifumo hii haijaunganishwa. Sasa kwa kuwa tayari tumekwisha jiandaa, Wizara ya Afya tayari mmekwisha jiandaa, Katibu mkuu, shirikiana na TAMISEMI, kutana na Katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, ili tuweze kuunganisha mifumo hii iweze kusomana, ili mgonjwa anayetoka kwenye zahanati fulani taarifa zake zisome moja kwa moja kwenye mifumo, anapokwenda kwenye hospitali ya halmashauri, anapokwenda hospitali ya mkoa, anapokwenda kwenye kanda, kwenye rufaa, na anapokwenda kwenye hospitali ya taifa hapa Muhimbili. Nimeelekeza kwamba maandalizi ya mifumo hii iwe imekamilika ndani ya siku 30, na Katibu mkuu uniletee taarifa hii, na kutoa mrejesho wa kila mwezi juu ya upungufu wa foleni na uboreshaji wa huduma. Katika zama hizi, foleni si ishara ya idadi ya wagonjwa. Foleni ni ishara ya udhaifu wa mifumo. Foleni si ishara kwamba watu wanapenda sana kwenda hospitali fulani. Si kweli. Foleni ni ishara ya udhaifu wa mifumo. Na mimi nawaomba tusikubali udhaifu huu uendelee. Ninawaomba jambo la 4, kuzuia bullying kazini. Naomba nirudie. Nimewapongeza kwa kazi nzuri hospitali hii ya taifa Muhimbili. Ninatambua kazi hii ni kazi kubwa na ni kazi ngumu sana. Kazi hii ni kazi ya kizalendo. Mtanzania wa kawaida hawezi kutunukiwa nafasi ya kusomea udaktari. Nafasi hii wanapewa watu wachache ambao Mwenyezi Mungu amewateua. Si kila mmoja atakuwa daktari. Ninawaomba sana, huduma mnayoitoa ikarejeshe matumaini ya wananchi na ibebe uzito wa taifa letu. Ninatambua kazi hii mnaifanya katika mazingira magumu yenye changamoto kubwa, lakini bado mnaendelea kuonyesha weledi, moyo wa kujitoa na utu. Nawapongeza sana, jipigieni makofi mengi sana kwa mara nyingine. Ninawapa heshima hii na ninawashukuru sana kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, pamoja na kazi nzuri mnayoifanya, lazima tuseme ukweli wanapotakiwa kusema ukweli. Utamaduni wa bullying, vitisho, kudharauliana au uongozi unaovunja morali ya watumishi hautavumuliwa tena. Sitauvumilia tena katika hospitali yoyote nchini. Sitauvumilia. Kwa hiyo nawaomba viongozi mkae mguu sawa. Wale ambao mamlaka yao iko kwangu, nadhani tumeelewana vizuri. Sitegemei kusikia kiongozi anayewasimamia professionals. Manake hii bahati nami nimeipata kusimamia sekta hii. Sekta hii imejaa wataalamu wasomi wa hali ya juu. Sio mimi, hata wasaidizi wangu. Sitegemei kuona lugha za kudharauliana kwa sisi au kwa watumishi walio chini yetu. Na hii itakuwa kipaumbele changu namba 1, cha juu kabisa. Na si kwa Muhimbili pekee, bali kwa hospitali zote nchini. Tunataka sekta hii, sekta ya afya, iwe mahali pa heshima. Tunataka sekta ya afya isimamie
misingi ya ushirikiano, misingi ya utu, misingi ya uongozi wa kuhamasishana, si kwa kuumizana. Uongozi wa kuhamasishana, si kuumizana. Kwa sababu hiyo, naelekeza rasmi Muhimbili kuwa mfano wa kuigwa nchini katika kuondoa kabisa utamaduni wa bullying kwa watumishi. Kwa Hospitali ya Taifa ambayo ndio kioo chetu, hatutaraji kuona vitendo vya kuwatisha watumishi, kuwadhalilisha hadharani watumishi, kuwanyonya kimadaraka watumishi, kuwazuia kutoa mawazo au maswali watumishi, au kuwatumia vibaya kwa sababu ya vyeo vyao. Kuanzia sasa, tunaanza kutekeleza sera ya zero tolerance dhidi ya bullying, dharau na vitendo vingine. Hii inamaanisha hakuna huruma, hakuna visingizio, hakuna kufumbia macho kiongozi yoyote au mtumishi yoyote atakayebainika kufanya vitendo vya unyanyasaji wa aina yoyote, iwe ni vya maneno, matendo au matumizi mabaya ya ofisi yake, atachukuliwa hatua mara moja bila kusita. Nasisitiza, hospitali inayotibu wananchi lazima pia iwe ni hospitali inayotibu watumishi wake. Si nimeeleweka hapo vizuri? Nitarudia. Hospitali yoyote nchini inayotibu wananchi lazima pia iwe ni hospitali inayotibu watumishi wake. Si kutibu kwa kuatia majeraha ya kiakili au kihisia. Kiongozi bora si anayetumia hofu, ni anayeinua timu yake, atakayeweza kuiinua timu yake, atakayeweza kujenga heshima kwa timu yake, na anayehakikisha kila mfanyakazi anafurahia kazi na kukua katika kitaaluma. Muhimbili inaanza ukurasa mpya. Uongozi wake unapaswa kuwa ni dira kwa hospitali za mikoa, wilaya na afya ya msingi. Kazi inaweza kufanyika kwa ufanisi. Kazi inaweza kufanyika kwa weledi na utulivu, bila uonevu. Katika kipindi changu hiki ambacho nimepata fursa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais katika sekta hii, zero tolerance sio kauli tu, ni hatua, ni utekelezaji na ni mabadiliko ya utamaduni. Na ninataka Muhimbili iwe ni ushahidi wa mabadiliko hayo. Jambo la 5, ubora wa huduma na accreditation, safari ya kimapinduzi. Nimekushaelekeza eneo hili, lakini nitarudia ili waandishi wanipate vizuri. Ninaelekeza Hospitali ya Taifa Muhimbili ianze mara moja bila kuchelewesha safari ya kuboresha huduma kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Kama msemo wa kale unaosema, ubora ni matokeo ya hatua za dhati zinazofanywa sasa, si ahadi ya kesho. Ubora ni matokeo ya hatua za dhati zinazofanywa sasa, si ahadi za kesho. Tuanze na ISO standard kama msingi wa kila huduma. ISO itahakikisha kila mchakato wa kliniki, usimamizi wa rasilimali na utunzaji wa wagonjwa unafanywa kwa usalama, unafanywa kwa weledi na viwango vya kimataifa. Hakuna sababu ya kuchelewesha. Kila kitendo cha huduma lazima kifuate viwango hivi mara moja bila kusita. Baada ya ISO Muhimbili iendelee mara moja
kupata accreditation, ithibati za kimataifa, kama ambavyo JKCI wamekwisha anza. Nadhani mmefika hatua nzuri. Hongereni sana, tumpigie makofi mengi sana Daktari Kisenge. Lakini taasisi nyingine inaitwa COSASA na Safe Care, ili kuhakikisha kwamba tunajikita